Siku nyingine nzuri kabisa mtazamaji wa PDK TV, tunakutana hapa kukuletea uchambuzi mbalimbali kuhusu masuala mbalimbali ambayo yanaendelea. Hii ni PDK TV. Usikose subscribe hapo ili mtu wa kwanza kabisa kuendelea kupata habari nzuri kabisa. Tunafahamu jana mchezo wa timu ya taifa Tanzania wameweza kupoteza bao mbili kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Moja kati ya mechi nzuri ilikuwa kuitazama. Kwanza unaangalia the way ambapo kocha Miguel Gamondi alianza na kikosi chake. Golini ameanza na Zuberi Foba kwa mara ya kwanza, anaanza timu ya taifa Tanzania senior team, lakini alikuwa na kiwango kizuri sana. Shomari Kapombe, Mohamed Hussein pamoja na Job Baka katikati pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto waliunda eneo la katikati. Alikuwa Novatus Dismas pamoja na Alphonse Mabula, moja kati ya wachezaji ambao walikuwa kwenye kiwango kizuri kama viungo wawili wa chini. Juu yake kulikuwa unaundwa na mstari wa watu watatu ambao Charles Mombo alikuwa Simon Epigodi Msuva pamoja na Tarian Lalakia. Moja kati ya mechi nzuri sana ilikuwa kuitazama kutokana na vile ambavyo wao walikuwa wamecheza. Ukiondoa hapo, eneo la kushambulia la mwisho kabisa alikuwa Bwana Ali Samata. Yeye ndo alikuwa mshambuliaji kiongozi kwenye eneo la kushambulia Nigeria. Kama kawaida ni Wabal, moja kati ya magolikipa ambao wamekuwa na kiwango kizuri sana Stanley, lakini kwenye eneo la kiungo Wilfred Ndidi pamoja na Alex Iwobi ni wachezaji ambao ni uzoefu, wamecheza ligi kubwa kwa kile ambacho wamekifanya. Mechi ilikuwa nzuri sana. Kwenye dakika 15 za kwanza Tanzania tukaonyesha sanaa jinsi gani ambavyo tunaweza kujilinda, jinsi gani ambavyo tunaweza tukacheza vizuri kwa nidhamu kubwa sana. Hiko ndo kitu ambacho nilikuwa nakiona. Wapi ambapo Tanzania tulifanikiwa? Sehemu ya kwanza ambapo tulifanikiwa ni sehemu ambayo ya kucheza kwa jitihada. Yaani kila mchezaji ukiondoa ufundi, ukiondoa nini, alikuwa anahitaji kujituma zaidi, na wachezaji wa Tanzania kwa kiasi kikubwa walikuwa wanajituma. Novatus Dismas kwenye eneo la kiungo, dakika 5 za mwanzo alikuwa anapoteza pasi, lakini baada ya hapo akarejea kwenye kiwango chake. Alphonse Mabula kwenye eneo la kiungo alicheza vizuri sana pamoja na Charles Mombo. Yeye alikuwa anaongeza flexibility. Tukipata mpira kwa mfano akiwa na Tarian Lalakia, mmoja kati ya wachezaji ambao kwangu mimi namsifia kwa vile ambavyo anafanya composure hali ya juu sana, anaweza kutuliza, anajua kufanya wapi. Lakini kwenye eneo la ulinzi unamsifia uwepo wa Ibrahim Baka, ndiye stori kubwa kule nchini Morocco pamoja na Nigeria, the way ambavyo walikuwa nakabana na Victor Osimhen, lakini combination yake na Bakari Nondo Mwamnyeto, mipira ya juu walikuwa wanaenda wanagongana, au kumpa nafasi kabisa Victor Osimhen kuweza kufanya mambo yake ambayo ni hatari zaidi. Lakini kuna kitu ambacho nakisifia pia, uwezo mkubwa ambao ameonyesha Zuberi Foba, moja kati ya magolikipa ambao ukimwangalia uwezo ukasema hii ndio mechi yake ya kwanza mashindano makubwa ya AFCON. Lakini kwenye hii mechi kuna wachezaji wawili ambao walianza, wachezaji watatu ambao walianza, ndio ilikuwa mechi yao ya kwanza kucheza kwenye AFCON. Nikimaanisha nani? Nikimaanisha Shomari Kapombe. Licha kwamba ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa, lakini anaanza kwa mara ya kwanza kucheza. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye umri wake amewahi qualify mara nyingi, lakini mara AFCON zote alikuwa anakosekana kwa sababu ya kupata majeraha ya mara kwa mara. Kwa hiyo ilikuwa AFCON yake ya kwanza kuanza kwenye timu ya taifa Tanzania, amecheza kiwango kizuri. Lakini mchezaji mwingine Zuberi Foba, mara yake ya kwanza kucheza AFCON, anadaka, anafanya save nyingi ambazo zilifanya Tanzania wawe kwenye salama muda mwingi. Lakini pia Alphonse Mabula, hao ndio wachezaji ambao walianza kwa mara ya kwanza na kucheza kwa mara ya kwanza kwenye mashindano ya AFCON. Yes, wamecheza vizuri, lakini tunamsifia the way ambavyo tunacheza. Tunaangalia bao la kwanza tulivyoruhusu, tumeruhusu kwa namna gani? Tumeruhusu bao la kwanza kwenye mazingira ambayo kona fupi ambayo imeanzishwa. Sisi wachezaji wetu karibuni wote walikuwa na maki sana Victor Osimhen, kwa sababu yeye mrefu, ana uwezo wa kuruka juu. Lakini Nigeria ukimuondoa yeye, kulikuwa na wachezaji wengi. Kwa mfano shambulizi la kwanza ambalo lilipigwa, kichwa kilipigwa na Kevin Bassey ambao kilienda kugonga mwamba ikatoka nje. Ilionyesha kwamba wana wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kupiga kichwa. Sami Ajai kwenye mpira ambao umeanza kona, tukipiga kona za moja kwa moja Tanzania wana maki vizuri. Kona 3 za kwanza hatukuweza kupata chochote, lakini kwenye kona ya 4 ambao wao walipiga kona, tubadilisha aina ya upigaji kona, tupige kona fupi, hawa watajichanganya tu, hata kwenye marking watakosea. Ndipo ambapo Iwobi anaangalia wapi apige cross, amepiga cross nzuri. Sami Ajai anaenda peke yake juu, anaenda kupiga kichwa ambacho kinazaa bao la kwanza. Mpira mzuri. Baada ya hapo tukarejea kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha pili tunaanza vizuri, licha kwamba kwenye dakika za kwanza tukakoswa bao ambalo Victor Osimhen alifunga, lakini akaonekana kwamba ameotea. Baada ya hapo tukaweza kutengeneza nafasi ambayo kwenye bao ambalo sisi tumefunga la kwanza, unasifia vitu viwili. Kwanza uelewa Novatus Dismas wapa kupiga pasi, lakini pia sehemu nyingine ambayo unasifia zaidi ni sehemu ambayo Charles Momba Kokolo
amewezaje kutoka kwenye eneo ambalo wao wote wakiamini kwamba amezidi, lakini yeye aliweza kwenda kumalizia. Shambulizi zuri sana ambalo ampiga limekuwa bao zuri kwa upande wa Tanzania, bao la kwanza kwenye mashindano haya, kitu ambacho kilitufeli jinsi ambavyo tunaweza tuka maintain sasa. Yes, tumepata bao na si bado tukaendelea kama kutamani kuendelea kupata bao la pili. Ndio kitu ambacho Ademola Lookman ametumia uwezo binafsi, amepiga shuti ambalo limeza bao. Baada ya hapo kuna mabadiliko kadhaa. Ingizo la Kevin John kuna kitu ambacho kiliongezeka kwenye timu. Haji Mnoga kuna kitu ambacho kiliongezeka kwenye timu. The same pia kwa Dickson Job. Sababu ambazo zilifanyika ni nzuri. Changamoto ambayo nilikuwa naiona, nani anatoka na nani anaingia. Samata kucheza dakika 90 kiasi fulani alikuwa anaonekana kama anatukaba, kwa sababu work rate yake ndogo uwanjani akiwa na mpira. Sio yule Samata ambao tumemzoea anaweza akakimbia. Alikuwa akipata mpira anahitaji zaidi kuweka mpira sehemu salama, kitu ambacho mshambuliaji sio sifa yake kubwa. Mshambuliaji anahitaji sana kuweka mpira kwenye sehemu ambayo ni hatari, kwa sababu anatakiwa kurisk ili tupate nafasi ambao. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri Samata, lakini umri na vitu vingine vingi ambavyo vimepungua kwenye timu. Unaelewa kwa nini Tanzania tulikuwa kwenye wakati mgumu sana. Lakini tumefungwa, lakini mimi nawapongeza vijana. Kama tutaendelea kucheza kama vile, tunaweza tukapata na alama kwenye michezo inayofuata, kwa sababu hata kushinda tunaangalia tumeshindaje, hata kufungwa tuangalia tumefungwaje. Lakini kwenye aina ya ufungwaji, aina ya upotezaji wa jana, unawasifia wachezaji kwa kile ambacho wamekifanya, lakini kuna dalili zinaonyesha kuna wachezaji wengi. Kwa mfano Haji Mnoga alipoingia anaonyesha jinsi gani ambavyo wanaweza akachukua mpira. Kevin John strike ambazo alikuwa anafanya, aina mashambulizi ambayo anafanya, inaonyesha kwamba hata AFCON inayokuja kuna vijana wengi. Zuberi Foba na miaka 24, kijana bado mdogo kabisa. Dickson Job, Ibrahim Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto wana uwezo wa kucheza. Lakini wakina Pascal Msindo ambao wakupata nafasi, wapo wakina Talian Alalakia. Kwa hiyo unaona ni timu nzuri ambayo wamecheza vizuri sana. Kuna dalili nzuri ya kufanya vizuri. Tumecheza na Nigeria ambayo wao walikuwa wanahitaji zaidi kutumia nafasi. Kwenye mchezo ujao dhidi ya Uganda, wao mpoteza bao 3-1. Inaweza ikawa sisi wa Tanzania tuna wachezaji wenye profile kubwa kuliko Uganda kwa sasa hivi. Lakini kitu ambacho tunapaswa kuingia kama tulivyoingia kwenye mechi ambayo sisi ni underdog, tulijituma kwa 100%. Lakini hata kwenye mechi ambayo tunaamini sisi tuna nafasi kubwa kufanya vizuri, tunapaswa tuingie kwenye mentality hiyo ya kupambana zaidi. Tusiweke kwamba hawa Uganda tunawamudu, hawa Uganda kwa vile majirani yetu, sisi tuna wachezaji wakubwa kuliko wao, inaweza ikatukost. Kwa kama tutaingia kwa hali ya kupambana zaidi ya tulichokipata jana, zaidi ambavyo tumefanya jana, tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Kocha anampa 80%, amepanga kosi vizuri, wachezaji wamefanya vizuri kwa 90%. Kwenye mchezo unaokuja tunahitaji zaidi kupata vijana ambao wanashambulia, vijana ambao watakuwa na mpira kwenye kiwango kizuri, vijana ambao watajituma zaidi. Inawezekana. Yes, asante sana wewe mtazamaji wa PDEC TV kwa kuendelea kufuatilia, kwa kuendelea kutazama video mbalimbali ambazo zinaendelea hapa. AFCON hii ndio uchambuzi wa kwanza, lakini nakwambia tutakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho wa mashindano. Tutaendelea kukuletea uchambuzi wa kina sana. Nini ambacho kinaendelea, nini ambacho hakiendelei, nini ambacho ubora wa timu nyingine, wapi timu nyingine ambazo zinafanya. Lakini tumeshuhudia moja kati ya AFCON nzuri sana. Timu pekee ambayo imefungwa mabao mengi ni timu moja tu, imefungwa kwa mabao 3-0, ambayo timu ya taifa ya Benin zidi ya timu ya taifa ya Senegal. Lakini timu nyingine zote unaona ushindani wako mkubwa sana. 2-1 zimekuwa nyingi sana, lakini 3-1 ni mchezo mmoja tu ndio za mabao 4. Mchezo mengi mabao 3 kushuka chini. Kwa hiyo AFCON hii, lakini kuna vitu vizuri hata kuanzia kwenye ufunguzi pia tuliona shughuli nzuri sana. AFCON inayofuata ni Tanzania. Mimi naitwa PDEC_ kwenye mitandao yote ya kijamii, PDEC_ PIDECK, ukiweka alama _ ukinifollow hapo utakuwa mzuri sana. PDEC TV.